Sasa nikaona tukumbushane mambo machache, kwa sababu mmeona pia hata kwenye mitandao baadhi ya watu wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa yetu, na kwa bahati mbaya sana nguvu ambayo huwa inatumika katika kulinda amani wakati fulani huwa ni ya kawaida. Sasa nimeona pengine kwenye kikao hiki nije pia niwaeleze kwamba nguvu ambazo zitaendelea kutumika katika kulinda amani pengine inawezekana haijawahi kutokea wala kuonwa katika kipindi chote, na kama inawezekana wengine wakadhani kwamba kuna nguvu iliwahi kutumika mahali, kwenye kikao hiki nataka nikuthibitishie yalikuwa ni majaribio tu ya kutumia nguvu kulinda amani, kwa maana nguvu yenyewe halisi ya ulinzi wa amani itaanza kujionyesha taratibu kadiri mtu mwenyewe anapokuja kwetu. Leo imekuwa ni kawaida fundi seremala anajitambulisha kwa kuweka mambao mbele ya barabara. Fundi magari anajitambulisha kwa kuweka maskrepa mbele ya barabara. Anayejiuza anajitambulisha kwa kukaa mbele ya barabara. Sasa maelekezo yangu kwenye namba 3, watu wote wenye magereji hapa ndani Dar es Salaam na gereji yake imetazama barabara ambayo imetengenezwa kwa lami, maskrepa yote yaondolewe kwenye barabara kuu. Maskrepa yote yaondolewe kwenye uso wa barabara, na waangalie namna mpya ya kutambulisha gereji au useremala wao. Kwa mfano, ukipita hii njia ya Magomeni kwenda Moroko, ukipita tu pale Mkwajuni, unapoanza kwenda kama Moroko, utaona upande huko na mambao, upande huko na mavitanda na kila kitu. Ukienda mbele tena siku na vitu gani, yale yote yana uso wa mji unachafuka, unakuwa mchafu. Lakini ukienda hizi njia za Tandale, kuna baadhi ya maeneo utaona magereji yapo mbele yameweka maskrepa mbele, yaani skrepa ndio inatambulisha gereji. Sasa hii jambo natoa mwezi mmoja kwamba yule mwenye gereji, sijasema afunge gereji yake, nimesema ahamishe maskrepa yaliyoko mbele apeleke nyuma ya gereji yake, na pale mbele pawe pasafi, kwa sababu anatazama barabara kuu. Kinyume cha hapo, wakuu wa wilaya pamoja na wote, shughuli za gereji hizo ama useremala huo zitafungwa mpaka pale ambapo mtu atakuwa ameiari sasa kupeleka nyuma na mbele kuweka utambulisho wa shughuli zake. Si kama mmenielewa hapo ndugu zangu? Mkipita na nyinyi pia kwenye baadhi ya maeneo, mtaona kabisa kwamba magereji sasa imekuwa ni kama uchafu pale kwenye maeneo yetu. Lengo letu tunazungumzia concept kubwa ya usafi. Ndani yake tunazungumzia concept kubwa hizi ndogo ndogo ambazo zinakuja, kwamba haiwezekani gereji itambulishwe na maskrepa mbele. Huo sio utaratibu. Au haiwezekani fundi seremala ajitambulishe na masofa machafu yaliyochakaa eti yanakuwa mbele. Haiwezekani. Tafuta utaratibu nadhifu ili tujue wewe ni fundi kweli msafi, kwa kuwa na hicho kitu ambacho kitatambulisha zile shughuli zako ambazo unazifanya. Kwa hiyo ni kwenye upande wa magereji, upande wa mafundi seremala, upande na vitu vingine vya namna hiyo. Mkipita tu, tena ikiwezekana, mkoa wa wilaya ya Kinondoni, mkoa wa wilaya ya Ubungo, kwa mkoa hapa, mkoa wa wilaya Ilala, nialikeni tutembee kwa mguu kwenye baadhi ya barabara ili tuanze kuonyeshana. Sasa tumewaita wenye viti hawa na watendaji hawa, kwa sababu katawala taandika hiyo nania pamoja, lakini nyie mkaanze kuwaambia kule kwamba haya ni maelekezo ya kwenye kikao tulichokaa kwa pamoja kuhusu taratibu huo wa maskrepa na vitu vingine vya namna hiyo. Na hii pia iongezeke mabanda
mengine yote ambayo yako mbele. Kwa mfano, bahati mbaya mkuu wa wilaya ya Ilala hayupo, lakini dasi yupo. Kati ukitembea hii barabara inayoenda airport, kuna eneo fulani pale mbele kabla unapokaribia airport, kulikuwa kuna kina mama wanapika mbele pale. Nafikiri unapokumbuka pale. Nilimpa maelekezo mkuu wa wilaya na nadhani saa hizi nikipita siwaoni tena. Sasa kuna ushamba mkubwa umeanza. Mimi haikolo tu ushamba. Barabara imetengenezwa nzuri kabisa, iko mbele mpya. Unakuta sasa kina mama au sio kina kaka kina baba wako sasa mbele pale ya barabara, wameweka vimwavuli wanapika pale. Sasa ninyi wenzangu mkiangalia hicho nini? Hicho nini hicho? Huo ni ushamba. Kwa sababu wala huwezi kusema lengo ni kwamba wanaanza taratibu ili baadaye mkija kuwatoa waseme mimi mama mjane, mimi mama sina kipato, mimi kaka. Ndugu yangu, hata kama ni mjane, hata kama haujaolewa, hata kama si umefanyaje, utaratibu wa smartness uko pale pale. Si kama mnaelewa ndugu zangu? Sasa ni kazi ya wenye viti wa serikali zetu za mitaa kwa kusaidiana pia na wakurugenzi. Endeleeni kuwaelekeza watu hawa na kuwapangia maeneo mbalimbali ya kufanya hizo kazi. Tukienda namna hiyo tutakuwa tumekwenda sehemu nzuri. Lakini haiwezekani kwenye barabara kuu tayari kuna kimwavuli, kuna jiko chini, watu wanapika.